yake ninauita identifying yourself with Christ. Na mimi wale wako na vitabu tutaandika hiyo ujumbe, identifying yourself with the Lord or with Christ. Kujitabua wewe na kujitambulisha na Bwana Yesu ambaye alituokoa. Praise the name of the Lord. Na our main scripture ama ile maandiko tutasoma ya kutuongoza iko katika kitabu cha Zaburi. Zaburi 119, Psalms 119. Psalms 119. Nitengenezee hiyo mic. Ama unisaidie na ingine kama. Psalms 119. Verse. Yes, this is better. Psalms 119 verse 9. Na nitasoma na ya Kiswahili kwanza. Mlango wa 9. Biblia inasema aje? Kijana atatunza aje maisha yake kuwa safi? Na kunawekwa swali pale. Alafu hilo swali linajibiwa. Biblia inaendelea na kusema kwa kuyaongoza kadiri ya neno lako. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. NIV ya Kiingereza inasema, how can a young man keep his way pure? Inauliza swali na inajibu inasema, by living according to your word. Praise the name of the Lord. Mwandishi wa hii Zaburi aliandikia vijana na vile vile akatuandikia sisi, na akauliza ni kwa njia gani, how can a young man keep his way pure? Na pia vile vile akatupa jibu, akatuambia it is by living according to your word, or living according to the word of God. Praise the name of the Lord. Our topic today is identifying ourselves with Christ. Kujitambulisha ama kujitabua mwenyewe na kujitabua pamoja na Kristo. And as I was looking at this message, nikajiuliza swali moja ambayo ningependa wewe mwenyewe ukiwa kijana ujiulize. What is identity? Hii kujitabua tunasema tujitabue na Kristo ni nini? Praise the name of the Lord. Na nikasema hapa, identity is knowing who you are. If you're writing, you can write that. Identity is knowing who you are. Asking yourself, why am I the way I am? Kujitabua ni kujua wewe ni kina nani. Na kujitabua ni kujiuliza, na kama nimejijua, kwa nini ni jinsi nilivyo? Why am I the way I am? Praise the name of the Lord. Na nikaendelea na kuuliza maswali mingi ambayo ninaamini ya kwamba ukiwa pale kama kijana unajiuliza wakati huu. Wakati tulikuwa vijana kama nyinyi, kwa sababu pia sisi vile vile tulipitia hiyo hali, sisi labda hatukupata watu wa kutuelekeza, kutuambia ya kwamba this is how you should identify yourself with Christ when you are young. Praise the name of the Lord. Sisi tulikaa katika kizazi ambacho kilikuwa kinaona ni kana kwamba katika huu umri wa makamo, katika huu umri wa vijana wakiwa katika transition ya kuenter into adulthood, ni kama ni kizazi ambacho kimepotoka. Ikawa ni wakati na ni nyakati za ulimwengu. It was like everybody had already decided that
whenever someone is in this teenage or in this transition from becoming a youth to adulthood, ni kama kizazi ambacho hakieleweki. Praise the name of the Lord. Na sisi tulijielewa through the hard way. We identified ourselves through the hard way. Because maybe hatuwezi tukalaumu wazazi wetu ama wale watu wa kizazi hicho chetu, lakini labda hawakuwa na ile kufahamu na kuelewa ya kwamba wangetusaidia tujielewe na tujue sisi ni akina nani, and especially tujifahamu sisi ni akina nani katika Kristo. Praise the name of the Lord. Because when you are at your age, sema pia vile vile sisi tulipitia hapo. Kuna maandiko nilikuwa nasoma Methali, I think 16. I hope I can see that scripture. Proverbs 16. Na mwandishi wa Proverb ameandikia vijana mambo mingi sana ambayo inaweza wasaidia. In fact, kama kuna kitabu ambayo inafaa ikufundishe na ukae ukiangalia, ni hii ya Proverbs. Praise the name of the Lord. Na nilikuwa naona Biblia ikisema ya kwamba hata sisi tulipitia pale. Mwandishi wa hii kitabu alikuwa anasema ya kwamba hata wao walipitia pale katika ule umri. Let me trace that scripture. Iko katika Proverbs. Na akanitia moyo sana. Sorry, sio Proverbs 16, ni Proverbs chapter number 4. 16 tutaiona baadaye. Proverbs chapter number 4. Verse number 4. By the way, hiyo ni rahisi sana, ni Proverbs 4:4. Na huyu mwandishi wa hiki kitabu anaandika, anasema, my father taught me, take my words to heart, follow my commands and you will live. Praise the name of the Lord. Lakini ile ya muhimu sio ine, ile ya muhimu ni verse 3. Verse 3 ya the same Proverbs chapter number 4 inasema aje kwa Kiingereza? Inasema from NLT, for I too was once my father's son. Yakoba, hata mimi siku moja nilikuwa mwana wa baba yangu, ama nilikuwa katika huu umri wa makamo. Praise the name of the Lord. Kinaendelea na kusema aje? Tenderly loved as my mother's only child. Nilikuwa napendwa na mama yangu mzazi. Na nikapata ufahamu na ufunuo hapa ya kwamba wakati huu mwandishi wa kitabu cha Mithali, Proverbs, anapotuelekeza na anapotuambia jinsi ya kukaa katika ujana na jinsi ya kufuata Mungu na hekima na maarifa, anatutia moyo kwa kutuonyesha ya kwamba yeye pia alipitia pale, kwa hivyo alielewa zile changamoto na yale mambo yanaendelea mtu akiwa kijana. Praise the name of the Lord. Lakini asubuhi ya leo nimesimama mbele yenu ili niweze kuwasaidia kupitia usaidizi wa Roho Mtakatifu ya vile tunavyoweza kujielewa sisi ni akina nani, ya vile tunavyoweza kujitabua sisi ni akina nani, na tujitabue ya kwamba tunafaa tujiunganisha na Yesu Kristo, that we need to identify ourselves with Christ so that we may overcome our youth. Praise the name of the Lord. And by the way, you should be very proud of yourself that you are young. Kwa sababu Biblia inatabua ya kwamba wakati mtu wako kijana, ule ndio ule wakati ako na nguvu sana. Praise the name of the Lord. Na hii nguvu Mungu amekupatia ili ukaweze kuitumia ya kumtumikia. Ukiangalia sisi labda kama wazazi, venye umri unaenda, majukumu inakuwa mingi. Responsibilities becomes more and more. Praise the name of the Lord. And most likely you find that you have little time to serve God. Uko na wakati mdogo sana wa kumtumikia Mungu. But when you are young, when you are young, you have all the opportunity, you have all the chance to serve God and to identify yourself
with Christ. Praise the name of the Lord. Identity is very important. Sahi ninaamini ya kwamba ukienda pale nje uulizwe wewe unashiriki kanisa gani, hata hautafikiria sekunde mbili, utasema mimi nashiriki Mount Gerizim. Praise the name of the Lord. Because you have already identified yourself with this mountain. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo vile vile identifying yourself with Christ is very paramount. You know why? Because hakuna gari inayoweza enda bila namba. Praise the name of the Lord. Ukifikisha umri wa miaka 18 ambao ninaamini wengi wetu tunaelekea pale, Kenya na dunia mzima kuna utaratibu ya kwamba everybody must obtain an identity card. Praise the name of the Lord. Because even in the structures of this world, there is no way you can operate. Hawezi ukatabuliwa kama wewe ni mwananchi na umefikisha umri kama hauna kitambulisho. Na kwa hivyo kitambulisho ama kujitambulisha kuna umuhimu sana sana katika maisha ya mwanadamu. Praise the name of the Lord. Na wakati nilipokuwa ninafanya uchunguzi wangu, nikaona ya kwamba especially sisi vijana tukiwa katika ule umri wa makamo tuko saa hii, there are so many things that happen, that changes in our lives, that changes in our physical bodies, that changes in our emotions, that changes every new day. And most of these things, they are new. Ni mambo ambayo hatukutarajia. Praise the name of the Lord. Na ningependa vile vile nikukumbushe ya kwamba haya mambo kama venye mwandishi wa Mithali alivyoandika, hata yeye kuna siku alikuwa mtoto wa mama. Praise the name of the Lord. Si bahati anasemaga yeye ni mtoto wa mama. Although siku hizi nimesikia ni kama pesa imekuwa mingi, amekuwa sasa ni mambo ya dunia sana sana, more than how he initially started. Mwandishi wa Mithali anasema, chapter 4 verse 3 of Proverbs, for I too was once my father's son. Na anaendelea kusema, tenderly loved as my mother's only child. Ya kwamba nilikuwa vile vile mtoto wa mama. Na sahihi anatuandikia kitabu ambacho kiko na a lot of wealth about wisdom. He is encouraging us that what is written to us ni yale mambo yeye mwenyewe alipitia. Na kwa hivyo this morning I want to encourage you young people, ya kwamba in your process of identifying yourself, praise the name of the Lord. Somebody say amen. In the process of identifying yourself in your teenage, in your young age, you are not alone. Praise the name of the Lord. Kwa sababu gani? Hii umri wa makamo, so many things happen. You are very curious. You are very anxious. Different things are happening. Different changes are happening. You feel inside you that you need to have freedom. You feel inside you that you are no longer the Sunday school kid. You feel inside you that you want to be identified, that there is a transition from childhood into adulthood. Praise the name of the Lord. Unfortunately to say this, wakati wetu na nitarudia tena niseme, hii ilikuwa ni wakati mgumu sana, kwa sababu ilikuwa ni umri ambao ulikuwa, it's like it was condemned by everybody. Kila mtu akiona teenage, kila mtu akiona kijana, anasema hawa wako katika ile umri ya kusubua. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. But I'm here to remind you that in our day and age, being in your age, being in your transition period, it was not your choice. Praise the name of the Lord. Hakuna mtu anachaguanga ya kwamba katika huu umri niko sasa, ni mimi ninataka niwe umri wa makamo, nikuwe kijana, nikuwe mtu mzima. This is the design and the order of our God. Praise the name of the Lord.
And you need to be reminded. And if there is nobody to remind you, you need to remind yourself. The scripture that is in Psalms, I think 139, inasema, for I am fearfully and what? And wonderfully made by God. Na ninafurahianga sana venye bishop anaimalizianga, na si yeye ni maandiko. Maandiko hapo chini inasema, and that my soul knows well. In other words, you should be confident to know that you are fearfully and wonderfully made by God. Praise the name of the Lord. And let me encourage you, vijana wa hii church. You should count yourself very lucky. Ya kwamba tuko na mzazi ambaye anatabua kizazi hiki cha makamo. Praise the name of the Lord. Wakati hii lockdown imekuja, kila mtu sasa alifikiria na akatuni mawazo ya kwamba now we are entering into online service. Na hiyo ikawa sasa imepatia kila mtu freedom ya kukaa nyumbani, afuate mitandao, akifuata neno la Mungu. Lakini mtumishi wa Mungu hapa, awadada wa bishop, akawawaza nyinyi, akawaona ni vyema hata kama tuko na online service ya kila mtu, why can't we also have an online service ya our teenage, ya our youth? Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na nimesema wakati wetu ilikuwa nandra sana. In fact, na Mungu atusamehe, kwa sababu tukiwa tumekaa chini tunajikubushanga na wale ambao tulilelewa pamoja na wao. Wakati ule tulikuwa age yenu, tulipitia a lot of opposition, kwa sababu there was that conflict of interest. Kulikuwa na wale vijana walikuwa juu yetu ambao walikuwa ni adult, wao walikuwa tayari sasa wanajihisi ya kwamba they are the right people kuwa wana youth. Na sisi kwa sababu tulijua Mungu na tulipenda Mungu tukiwa wadogo kama nyinyi, tulikuwa tunawafuata na tunataka pia vile vile kuingia na ku-identify ourselves kama vijana. But by then things were different, kwa sababu ilikuwa ni changamoto. Hawa wako mbele yetu, hawa ni wakubwa, hawangependa tuwakaribie, kwa sababu labda wakituangalia na macho ya kimwili walikuwa wanaona sisi ni wachanga, sisi ni watoto. We should not intermingle with them. Praise the name of the Lord. And it became very hard and very difficult to identify ourselves. And I thank God by the grace of God, we stood the test of time. I wish Pastor Mwangi was here. Anatupeanga testimony wakati wetu, kwa sababu wao ndio walikuwa mbele yetu. Baba Promise, bear me witness. Kuna wale vijana walikuwa sasa wako mbele yetu, na sisi tulikuwa age yenu na tulikuwa tunawafuata, wakienda youth tunaenda. Lakini tulikuwa tuna opposiwa sana. We were being opposed very much, because to them we were children. Na kama sio neema ya Mungu, it could be very difficult for us to identify ourselves with Christ. Praise the name of the Lord. Ninakumbuka mimi na Baba Promise, kuna mtu alikuwa anasema ya kwamba siwezi nikaiba na hawa vijana, hawa ni watoto wa siku wajuzi tu. How can I relate with them? How can I fellowship together with them? Nashukuru Mungu kwa sababu kwa neema yake tulivumilia, na ndio maana tumesimama asubuhi ya leo. Sitamwambia ni nani, lakini one of those senior youth wenye walikuwa anasema hawezi iba na sisi, saa hii ni mzee wa multigerism, lakini sitamwambia ni nani. Praise the name of the Lord. Na tunachekanga sana na yeye, anatukumbusha wakati tulikuwa vijana na anatuambia, unajua nyinyi ni wachanga sana, hamfai kuiba na sisi. So in our journey to identify ourselves, you should count yourself very lucky and very blessed. Why? Because in our church here, mtumishi wa Mungu anadhamini sana nyinyi vijana. I am really very humbled because your matron is the mother of this mountain. Our mom, Mrs. Bishop, yeye ndiye kiongozi wenu, si ndio? Na kwa hivyo bila mambo mingi, hiyo
ambayo inafaa imfundishe na imuelewe ya kwamba mumepewa nafasi, mnadhaminiwa, tunamdhamini, we really value you because in your age. Na nirudie tena niseme sisi vile vile tulikuwa katika hiyo age. There are so many things that are happening in our today's world. There are so many different things that are happening in your life. So many strange things happening in your life. A lot of anxiety. You are developing a perception of yourself. You need to identify yourself. You feel like nobody is identifying, nobody is realizing that I am no longer the little Ian. Praise the Lord. Nobody is realizing I am no longer the little Shiro. I am no longer the little Monene. There is that fight. Kuna hiyo sasa kujiuliza. Rose, unajiuliza, am I being identified that I am in a period of transition? Praise the name of the Lord. Kwa hivyo mimi nataka kuencourage niwaambie ya kwamba you did not choose to be in the situation or in the state you are. It is by God's design, as the word of God has reminded us, that we are fearfully and wonderfully made by God, and that our souls and our life should know very well. Mwandishi wa kitabu cha Timotheo, ningependa tusome maandiko iko katika Timothy, a very famous verse ambayo inasome yangu wa vijana. Maandiko ya Mungu inasema, I'm going to paraphrase it because of time, that you should not let anyone look down on you because you are young. Praise the name of the Lord. Ya kwamba usikubali mtu akudharau kwa sababu wewe ni mchanga. Utafanya nini? Ukiwa katika ile safari unajiuliza, what is the perception of other people towards me? Ama watu wengine wananiona aje? Wananibeba aje? Wananifikiria aje? Wanatambua ya kwamba mimi sasa ni kijana. Wanatambua ya kwamba mimi sasa ninataka nijitabue na nijitabulishe na nijiunganishe na Mungu. Praise the name of the Lord. And in your journey of asking yourself these questions, nataka nikutie moyo na hiyo maandiko iko katika 1 Timothy 4:12 ya kwamba be encouraged. Do not let anyone look down upon you because you are young. Praise the name of the Lord. Timotheo alikuwa anaandikiwa na Paulo ya kwamba usikubali mtu yeyote adhalau ujana wako. Praise the name of the Lord. Na tukiwa katika hiyo safari ya kujifahamu na kujielewa, ningependa nishiriki nanyi mambo masamba, 7 ways among many that can help you to identify yourself with Christ. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Somebody say amen. Mtu asema amen. Number 1, you should set a good example. Ukiwa kijana, set example mzuri kwa ulimwengu wa nje, ili tunapo kutizama tunaona ya kwamba kuna Mungu ndani yako. How? By what you say, the way you live, the way you relate with others, the way you relate with your parents or your guardians. And let me encourage you, niwaambie ya kwamba the biggest gift yenye Mungu amewapatia nyinyi kama vijana
ni kwamba mumejua Mungu katika umri wenu wa uchanga. Praise the name of the Lord. Mmechagua the best decision that one can ever make in your life. Why? Because it is out of this that your walk with God, the work of identifying yourself with Christ, will be very easy. We are living in days, tunaishi nyakati ambazo vijana wa rika yenu wamepotea katika mambo ya anasa, mambo ya ulimwengu. Pray thank God today because of you, that in the midst of today's generation, you have decided that ours will be different. Ours, we shall follow God. We shall serve God in our young age. Praise the name of the Lord. Ya kwamba sisi tukiwa vijana wa mlima Gerizimu, hatutakaa kama vijana wa ulimwengu, tutamtumikia Mungu. You know, it is so good and very encouraging ya kwamba every time mtumishi wa Mungu akiwaita muje, you obey. Praise the name of the Lord. The foundation of every young man in salvation is obedient. The famous verse in the Bible, Ephesians chapter number 6. Children, obey your parents. This is the only scripture with promise of long days. Praise the name of the Lord. Na inamaanisha kutii wazazi, haimaanishi kutii wazazi wako wa biological peke yake. Inamaanisha kutii hata wazazi wako wa kiroho. And that is why this morning, when Bishop requested you to have a teens service, you did not object. Praise the name of the Lord. That alone is a sign of somebody who is willing to identify him or herself with Christ. Obedience. Everything in salvation, the foundation of everything in foundation is obedience. Praise the name of the Lord. Yesu mwenyewe alitii wakati alitumwa na Baba, akatumwa hapa duniani aje afe kwa ajili ya dhambi zetu. Kama hangetii, mimi na wewe hatungepata kipawa cha wokovu. Praise the name of the Lord. God values obedience. And I thank God for you because you decided that you adhere to the request of the man of God of this mountain to have your service, so that you may be reminded that God loves you so much, that God is in need of your service when you are young. Nirudie niseme, wakati uko kijana, uko na wakati mwingi na uko na nguvu mingi. And if you fail to identify yourself with Christ, automatically you are going to identify yourself with the outside world. Praise the name of the Lord. You must be somewhere. Come on. You must be somewhere. You are either with Christ or with the world. But thank God for you that you have decided that our young age, we are going to identify ourselves with Christ. Point number 2, identify your strength. Tabua zile vipawa Mungu amekupatia. If you are a praise and worshiper, I was encouraged. Last Sunday sikuwa nimefika. Niliambiwa Monene ndiye alikuwa anaongoza praise, is it? Rose, I was told you led a very wonderful worship, is it? You know, hii inatia moyo sana kwa sababu tunafahamu ya kwamba vijana wetu tayari wametabua vipawa ambazo wamepewa na Mungu. And you have made the right decision because you are using your gift in the right place, in the right channel. I always encourage young people, and especially when they are joining secondary from primary school. And one of my advice, I always make sure nimepatia kijana, ninawaambianga, make sure when you go to that school, you identify yourself with the Christian Union. Praise the name of the Lord. Why? Because the moment you identify yourself as a born-again Christian in your new environment, hiyo inakusaidia kwa sababu sasa the society that allowed you in that new school itajua ya kwamba kijana huyu ameokoka, kijana huyu anamuogopa Mungu. Lakini ukienda pale ukae backbench, haitajulikana ya kwamba wewe umeokoka. Kwa hivyo itakuwa rahisi sana kuingia katika mambo ya ulimwengu. But
immediately you identify yourself that you are born again Christian, that alone itakusaidia sana in your walk in that environment from form 1 to form 4. Na kwa sababu naulizanga maswali sana venye mnaendelea, juzi nikasikia ya kwamba Shem amejoin, unfortunately tuko na yeye siku ya leo, amejoin kwaya ya shule yao Makowe Boys. Na nikajua Shem hatudanganyi, kwa sababu kama angekuwa anatudanganya sijimia anasomea huko. Kwa hiyo tukajua anatudanganya. Na hiyo kitu ikanitia moyo sana, that this young man alipoenda pale alikaa na akaona kuna umuhimu wa kujitambua na kujitambulisha na CU. Praise the name of the Lord. Na hii itamsaidia, na ninaamini ya kwamba ninyi pia na wale wanatutazama online, when you are in school, I believe in it's my prayer and my hope that you identify yourself with the CU. Because we are living in very evil days. We are living in very dangerous days. Biblia inasema, bad company corrupt good morals. Praise the name of the Lord. That you may be having very good morals, but you are in a bad company. Eventually what will happen, your morals will be corrupted. Praise the name of the Lord. But if you identify yourself with the right people, if you identify yourself with Christ Jesus, if you identify yourself with the church, it will be very easy for you not to follow into the temptations of the enemy. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Point number 3, do not be anxious about your life. Kama uko na kitabu andika hivyo. Yakoba, do not be anxious about your life. We are still in the journey of identifying ourselves with Christ. Philippians chapter number 4, verse number 6. Nitasoma kwa sababu ya wakati, usifungue. Maandiko yanasema ya kwamba Philippians 4:6. Write that. Do not worry about anything. Na kuna version nyingine inasema, do not be anxious about anything. That is NIV. Inaendelea kusema, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Tell God what you need. And in this case, what you need is to identify yourself with Him. Praise the name of the Lord. In your age, because we also pass through there, unajikuta ya kwamba kuna mambo mengi sana inabadilika katika society, katika environment. Kuna mabadiliko katika mwili wako, kuna mabadiliko katika njia yako ya kufikiria. There are so many things that are happening in the way you are thinking. A lot of perception. Unajiuliza, watu wakiniangalia wananiona aje? Wananihukumu. Wanasema mimi ni kizazi ambacho kimepotoka. Wanasema mimi ni kichwa ngumu kwa sababu mimi ni kijana. I am here to encourage you that you should not be anxious. Praise the name of the Lord. Because your maker, your God, know what you are passing through. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wako anajua unapita nini, na anafahamu vyema ya kwamba hiyo anxiety sio kitu ambayo ni stretch. It is very well allowed. Na nataka nikutie moyo nikwambie, siku moja ukijikuta uko na stress, haujui ni nini, unaona kana kwamba whatever you are thinking is wrong, unaona kana kwamba everybody is judging you, everybody is harsh against you, nobody want to give you an ear, nobody want to reason your idea, nobody is listening to what you would like. Maybe you feel a sense of freedom, na hii freedom unakuta haipatikani. Wazazi wamekufungia sana. Do not be anxious. God is aware of that. He is your creator.
Psalms 139, he has fearfully and wonderfully created you and I. Praise the name of the Lord. In the same Psalm 139, maandiko inasemanga ya kwamba he understands our framework, anajua venye alituumba. Kwa hivyo anaelewa ya kwamba katika huu umri kuna mambo inabadilika katika mawazo yako ambayo inakufanya uwe anxious. Na kwa hivyo anatutia moyo ya kwamba we should not be anxious about everything. Instead, we should do what? We should pray about everything. We should tell him what we need and thank him for what he has done. Praise the name of the Lord. That was point number 3. Point number 4, ask God to give you wisdom. Abia Mungu akupe nini? Hekima. Praise the name of the Lord. James, kitabu cha Yakobo chapter 1 verse 5. I paraphrase. Maandiko inaulizanga, kuna yeyote angependa kupewa hekima na aulize mimi? Ni Mungu anasema, is anybody of you in need of wisdom? Praise the name of the Lord. Let him ask me and I will supply him wholeheartedly. I'm just paraphrasing. Ya kwamba kama unahitaji hekima, hekima haitoki kwa ulimwengu. Hekima nani anapeana? Mwenyezi Mungu. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo, in your journey of identifying yourself as a young man in Christ, ni vyema kutambua ya kwamba mimi mwenyewe sijiongozi. Nikijiongoza kwa hekima yangu nitaanguka. Lakini kuna Mungu mbinguni, mmetuimbia asubuhi ya leo, asikiaye maombi yetu. Ukimuomba hekima, anasema ya kwamba atakupatia. Praise the name of the Lord. Point number 5, because of time. Protect yourself from unworthy people. Ya kwamba toka katika njia za watu waovu. Psalms chapter number 1, kitabu cha Zaburi 1:1 inasema nini? Blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Ya kwamba kubarikiwa ni yule mtu ambaye hakai katika company ya wale watu wabaya. Praise the name of the Lord. As young people, you have a decision and a choice to choose the right company. Na kama vile nimewaambia, ni vyema kujua ya kwamba your company will determine who you become. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo I want to encourage you that in your journey to identify yourself Christ, it is good for you to choose the right company. Praise the name of the Lord. Ukiwa huku nje mtaani, ukiwa shuleni, identify yourself with Christ. Identify yourself with the right people, because they will only lead you kwa mambo ambayo ni mazuri. Praise the name of the Lord. Somebody akaandika akasema, tell me your people, your friend, I tell you who you are. The name of the Lord. Na huyu mtu alikuwa ameongozwa na Roho wa Mungu, kwa sababu katika hii safari ya kukaa katika uwepo wa Mungu, stahili na ni vyema ukae na uchague wale watu ambao mnakaa na wao. Point number 6. Let God fight your battles. Wacha Mungu apigane vita zako. Exodus chapter number 14 verse 14. Because of time, let me read. Inasema nini? The Lord himself will fight for you. Just stay calm. Yakoba, Mungu mwenyewe atapigana vita zako, kwa hivyo tulia. Naona nimepewa dakika 5. Na hizo dakika 5 nataka nitumie nikuambie ya kwamba
in your journey to identify yourself with Christ, you are not alone. Somebody say, I am not alone. Can I hear you saying better, I am not alone? God will fight my battles. God will fight my battles. Mungu atapigana vita zako. Mungu anajua what you are passing through in your transition age. He knows what you need. He knows that you need and you desire to know him even more. He knows that you are in a journey to identifying yourself with him. Point number 7, trust in Jesus to direct your path. Trust in Jesus to direct your path. Andika Proverbs 3. Utaenda kujisomea ukifika nyumbani. From verse 5 to 6. Proverbs 3, 5 to 6. Ya 8 na ndio ya mwisho, commit your plans to God. Proverbs 16 verse 16:3 inasema, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. In your journey as a young man, katika safari yako kama kijana kujitabua na kujitambulisha na Kristo, usijisubue, huwezi peke yako. Commit those plans to God. You will succeed. Come on, somebody say, I will succeed. Say again, I will succeed. Say that time, I will succeed. By committing your plans to God, by committing yourself to God, be assured of succeeding in your journey to identify yourself with Christ. Praise the name of the Lord. As I read up, finally, Psalms 150, I think so, inasema, let everything that has breath do what? Let everything that has breath praise the Lord. Kila kiumbe ambacho kiko na pumzi na kikisifu Mungu. Katika hiyo safari yako ya kujitabua na Yesu Kristo, katika hiyo safari yako ya ujana ya kukaa katika njia za Mungu, ni vyema vile vile ukumbuke umuhimu wa kumsifu Mungu katika mambo yako yote. Nikipenda uandike hii maandiko uende ukasome Proverbs chapter number 4. Proverbs 4. Proverbs 4. Usome from verse 2. Uteremke mpaka hicho kitabu cha Mithali 4 ni kitabu kizuri chana. Utaona pale Mungu ametumia hekima yake ku-encourage vijana kama nyinyi. Mjue ya kwamba you are not alone in this journey. God loves you so much. Mungu anawafikiria sana, anawajali sana. The reason why aliwaokoa mkiwa vijana ni msikaweze kupotoka katika ulimwengu wa sasa na mkae katika njia za Mungu. Kwa hivyo, as I read up, I want to encourage you that in this journey of identifying yourself in the Lord, you are not alone. Proverbs 4:23 inasema, guard your heart above all else, and it determines the course of your life. Ya kwamba zaidi ya mambo yote, zaidi ya vitu zote, zaidi ya mambo mengi yenye tumepita, guard your heart. Tunza moyo wako. Linda moyo wako kuliko chochote ulidacho. Praise the name of the Lord. Hebu mtu aseme, I will overcome. I will make it. I will make it in life because I have Christ in my life. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Makofi mazuri jamani kwa Bwana Yesu. Thank you for watching us. Thank you for